habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Nikukaribishe kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu, na tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeendelea kukabiliwa na mlipuko wa Ebola, huku idadi ya vifo ikifikia 1033 na visa vilivyothibitishwa kufikia 2536 kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo. Wagonjwa 506 wamepona huku 738 wakiwa bado wametengwa kwa ajili ya matibabu na ufuatiliaji. Maafisa wa afya wamesema ugonjwa huo bado unaendelea kusambaa katika maeneo mengi yaliyoathirika licha ya kasi ya kuripotiwa kwa visa kupungua katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, wataalamu wameonya kuwa ni mapema kutangaza kuwa mlipuko umefikia kilele chake. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 katika jimbo la Ituri na unahusishwa na virusi vya Bundibugyo, changamoto za usalama, harakati za wananchi, uchimbaji madini wa kienyeji na mwingiliano wa mipakani na Uganda pamoja na Sudani Kusini zinaendelea kuchangia kuenea kwa maambukizi. Na tukirejea hapa nyumbani Tanzania, takriban wahamiaji haramu 90 wamekamatwa mkoa wa Ruvuma ndani ya mwezi mmoja katika operesheni za kudhibiti uhamiaji haramu. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, Jeshi la Uhamiaji limeeleza kuwahusisha wanafunzi kama mabalozi wa uhamiaji kupitia vibali vya shule na vinavyolenga kufikisha elimu ya usalama wa mipaka katika familia na jamii. Taarifa ya Yusuf Kayanda inafafanua zaidi. Mkoa wa Ruvuma unapakana na nchi za Malawi na Msumbiji na ina zaidi ya njia 50 zinazotumika kuvukwa mpakani, hali inayohitaji ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya dola na wananchi katika kuimarisha ulinzi wa mipaka. Tuna vipenyo zaidi ya 50 ndani ya mkoa wetu, pengine official viko kama 2-3, lakini hivyo vingine vyote kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunafanya doria na tunafanya utaratibu wa wale ambao tumewakamata tunawachukulia tu. Akizindua rasmi klabu ya uhamiaji katika shule ya sekondari ya wasichana Songea, kamishina msaidizi wa uhamiaji mkoa wa Ruvuma Lydia Ngubiko Mwamsiku amesema wanafunzi ni kiungo muhimu cha kufikisha elimu ya uhamiaji katika familia na ngazi ya jamii, ambapo klabu hiyo yenye kauli mbiu ya mjue jirani yako inalenga kuwajengea wanafunzi uelewa kuhusu uhamiaji, usalama wa mipaka ili wawe mabalozi wa elimu hiyo wanakotoka. Walimu wanasema wako tayari, lakini pia wanafunzi wakiwa mstari wa mbele kushiriki katika klabu hizo za kizalendo kwa taifa, ambapo sasa kupitia klabu hizo wanatarajiwa kupata elimu kuhusu uhamiaji, usalama wa mipaka na umuhimu wa kutambua watu wanaoishi katika jamii zao, kisha kufikisha elimu hiyo kwa familia na jamii wanakotoka. Wanafunzi wetu wanadailiwa kutoka Tanzania nzima. Kwa hiyo kila mwanafunzi anapotoka anakwenda kuwa ni balozi mzuri wa swala zima la mjue jirani yako. Kwa sababu hata sisi mwanzoni tulikuwa hatuna elimu kubwa juu ya swala hili, lakini kuanzia sasa tumepata elimu hiyo, na klabu hii iliyoanzishwa sisi ndio tutakuwa waanzilishi wazuri kwa sababu ni nafasi ya pekee sana. Pia tunaomba na viongozi wetu wa juu, afisa wetu wawe wanajitahidi na wenyewe kuwa active, wana participate kuja na kuongea na wanafunzi ili wapate hamasa. Ujumbe ni mmoja tu, usalama wa taifa unaanzia kwa kila mwananchi, na safari hiyo inaanzia kwa kumjua na kumtambua jirani yako. Kutoka hapa katika shule ya sekondari ya wanawake Songea, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Yusuf Kayanda kwa taarifa hiyo. Changamoto ya wanafunzi wa kijiji cha Chiwona, kata ya Makangwa, kitongoji cha Chiponzi, wilaya ya Chamwino, ikiwemo ya kutembea umbali mrefu kwenda shule, imepelekea wanakijiji kufanya mkutano wa hadhara na kuchangisha fedha na vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa shule shikizi itakayowasaidia watoto wao kuondokana na adha hiyo. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anaarifu zaidi.
Zoezi hilo lilifunguliwa na burudani ya muziki, ikiashiria kuwa maendeleo ni jukumu la kila mwananchi na ni jambo la furaha na upendo. Pazia la uchangiaji lilifunguliwa na diwani wa kata hiyo Dina Menda pamoja na wananchi wa kijiji hicho, wakiwemo wale wanaoishi jijini Dar es Salaam na wanaoishi kijijini hapo. Siku zote nasemaga mimi siwezi nikaongea maneno bila vitendo. Niliahidi mifuko 50. Leo hii nimeleta 30 hiyo hapo. Niliahidi 400,000. 200,000 nilizitoa siku ile. Leo naomba nikabidhi 100,000. Tumelipia matofali 3,000 yenye thamani ya shilingi 3,700,000 na shilingi 20,000. Tofali moja shilingi 1,600. Watoto wetu wanamegeana maandazi, wanashindia tende. Kwa hiyo mnajisikia vizuri. Wakiwa karibu hajaja kula nyumbani. Tuna nia moja, tuna wazo moja kwa ajili ya kujenga shule shikizi. Hata hivyo, wananchi hawa wanaeleza changamoto ambazo watoto wao wanakumbana nazo pindi wanapokwenda shuleni na kuomba serikali na wadau wa maendeleo kuunga mkono jitihada hizo. Watoto wanatembea umbali mrefu, wakati wa mvua ikinyesha, watoto wanashinda huko hata siku 2 wanalala huko. Maji yanajaa njiani, kuna mabwawa, kuna makolongo. Wanashindwa kurudi mpaka siku 3, mpaka tuwatafute wazazi tuwafate kule. Tunaomba serikali itusaidie, tutakopelea itusaidie. Malengo tunayo na nia tunayo. Na hili ndilo eneo ambalo wananchi hao wamelitenga kwa ajili ya ujenzi wa shule shikizi wanaotarajia kuianza mapema iwezekanavyo. Kutoka hapa kijiji cha Chiwona, kata Makangwa, kitongoji cha Chiponzi, wilayani Chamwino, Leonard Mwacha, Channel 10. Wanaendelea kupambana na moto mkubwa wa msituni unaowaka karibu na bonde la Akashon kusini magharibi mwa nchi hiyo. Moto huo umeharibu zaidi ya hekta 2,000 za msitu tangu ulipoanza siku ya Jumatano, huku ukiendelea kusambaa kutokana na hali ya ukame na upepo mkali. Kwa mujibu wa mamlaka za Ufaransa, zaidi ya wakazi na watalii 12,000 wamehamishwa kutoka maeneo yaliyo hatarini ili kuhakikisha usalama wao. Eneo la Landes de Gascogne limeathirika zaidi, likiwa ni mojawapo ya misitu mikubwa nchini humo ambayo pia ilikumbwa na moto mkubwa wa majira ya joto mwaka 2022. Wakati huo huo, tukio jingine lilitokea karibu na uwanja wa ndege wa Bordeaux ambapo wazima moto 2 walifariki dunia walipokuwa wakizima moto mwingine uliokuwa umeibuka katika eneo hilo. Taasisi ya Lalji Foundation kwa kushirikiana na taasisi ya Baraka Foundation imekabidhi msaada wa viungo saidizi kwa walemavu wa viungo katika hospitali ya CCBRT, lengo likiwa ni kurejesha tabasamu na uwezo wao wa kushiriki katika sehemu mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Akizungumza wakati wa tukio hilo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya CCBRT Brenda Msangi amezishukuru Lalji Foundation pamoja na Baraka Foundation kwa msaada waliotoa kwa kuwezesha upatikanaji wa miguu bandia kwa walemavu 17, ambapo amesema msaada huo unakwenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja kwa kusaidia kubadilisha maisha yao. Hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano baina ya taasisi ya Lalji na CCBRT kwa msaada wa taasisi ya Baraka. Tunashukuru sana kwa sababu kupitia msaada huu watu wataenda kubadilisha maisha yao na itasogeza hatua zao za kwanza mbele. Wanafunzi wataweza kwenda shule na kadhalika na kadhalika. Na huu ni mwanzo tu, na huu ni mwaka wa 4 tuko na taasisi ya Lalji, lakini tuna matumaini tutaendeleza ushirikiano kwa sababu unaendelea kubadilisha maisha na kwa kweli unagusa maisha kila siku ya watu. Na tunaendelea kuomba huo msaada kuendelea. Na kwa kurudia, Baraka Foundation, asante sana, moja kwa moja kutoka Canada. Kazi yenu ni nzuri sana. Tuna matumaini wakati mwingine mtakuja hapa wenyewe kujionea kazi kubwa tunayofanya moja kwa moja kutoka Canada. All the way from Canada. Kwa upande wake, mratibu wa miradi kutoka Lalji Foundation Judith Kahatano
amesema taasisi hiyo imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutekeleza miradi ya kusaidia makundi tofauti kwenye jamii. Tumekuja hapa CCBRT, sisi kama timu ya Raji Foundation pia tumeshirikiana na wenzetu Baraka Foundation ambao wametuweza kutufadhili katika kusaidia swala la viungo bandia, miguu bandia. Sema hatutaishia hapa, tutaendelea kuwasaidia jinsi Mungu atakatubariki. Tunawashukuru CCBRT, tunawashukuru Raji, lakini tunawaomba CCBRT na Raji wasiishie ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, kwani kuna watu wengi wenye changamoto kama hizo kwetu, kwa sababu kiungo cha bandia sasa hivi ukisema uende Moi, ukisema uende CCBRT kwa kulipa ama uende KCMC kinagharimu zaidi ya milioni 3. Kisa Mwepiana, Channel 10. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Moyungi amesema mabalozi wa mazingira wana nafasi kubwa katika kuisaidia nchi katika kuimarisha usimamizi wa mazingira. Ametoa kauli hiyo alipokutana na mabalozi wa mazingira katika ukumbi wa Ofisi ya Makamu wa Rais jijini Dodoma kwa lengo la kujadili na kuweka mikakati ya usimamizi endelevu wa mazingira. Akizungumza na mabalozi hao, Dr. Moyungi pamoja na kuwapongeza kwa kazi nzuri ya kujitoa, amewahimiza kuendelea kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa mikakati yake, ikiwemo katika utekelezaji wa Dira 2050, hususan upandaji wa miti bilioni 10 ifikapo mwaka 2030. Amewaomba mabalozi hao wa mazingira waendelee kuhamasisha wananchi katika maeneo yao kushiriki kikamilifu katika zoezi la kukijanisha Tanzania kwa kupanda miti na kuitunza ili kunusuru kuenea kwa jangwa. Hali ya usimamizi wa taka kwa sasa ni 37% ya taka zote zinazozalishwa ndio kukusanywa na kuchakatwa. Tunataka tutoke hapo tuende 100% ili watu wawe salama, lakini taka iwe fursa. Hiyo haitafanywa na sisi, itafanywa na nyinyi, kwa sababu sisi tumesema hivyo ndio itakiwa iwe. Hali ya kilimo, tunataka tulime lakini tubakize ardhi iliyohifadhiwa na kilimo kisichafue mazingira, lakini kilete tija kwa wananchi kwa maana ya ongezeko lake. Post harvest loss ambazo ni 30% zipungue, ziwe almost zero, ili tupunguze upotevu. Kinachopotea sasa kije kitumike baadaye. Serikali imetoa fedha kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ukarabati wa bwawa la maji Nyangokolwa lililopo kata ya Nyangokolwa wilayani Bariadi mkoani Simiyu. Mradi unaotarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la upatikanaji wa huduma ya maji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa eneo hilo. Joseph Ndau ana undani wa taarifa hii. Changamoto ya upatikanaji wa maji katika kata ya Nyangokolwa ni miongoni mwa mambo ambayo wananchi wa kata hiyo wamekuwa wakitamani yapatiwe ufumbuzi wa haraka. Huduma ya maji tunasumbuka sana. Kule tunakoishi kule juu, hata tumejaribu kuchimba visima, huwezi ukapata maji chini. Watu wanaamka saa 12 wanapata maji, yaani mpaka saa 7 hakuna maji. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew amefika kwenye kata hiyo na kuwaeleza wakazi wa eneo hilo mpango kabambe wa serikali katika kuhakikisha changamoto hiyo inamalizika. Mheshimiwa Rais amenipatia bilioni 1 na ushe kwenda kurekebisha bwawa hili. Na tarehe 4 mwezi wa 8 tunaenda kumkabidhi mkandarasi. Hata hivyo, wakati wananchi wakisubiri utekelezaji wa mradi huo, Naibu Waziri wa Maji ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Bariadi mjini amekabidhi pampu 18 kwenye kata hiyo ili kurahisisha upatikanaji wa maji katika vyanzo vilivyopo. Nimekuja na pampu 18 hapa. Zile honna. Kazi itabaki kwa Mheshimiwa Diwani kuanza kuhakikisha kwamba zinagawanywa. Tunaanza safari yetu ya kutekeleza ahadi. Tunaanza safari yetu ya kuhakikisha kwamba hatua kwa hatua tuna mega kipande kimoja, tuna mega kipande cha pili, tuna mega kipande cha tatu. Mwaka 2030 changamoto zote zitakuwa hoi. Joseph Ndau,
Channel 10. Serikali ya mkoa wa Kaskazini Pemba imesitisha matumizi ya eneo lenye mgogoro katika kijiji cha Mking'ombe, wilaya ya Micheweni hadi pale uamuzi wa kisheria utakapopatikana juu ya umiliki halali wa eneo hilo, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kufuatilia suala hilo kwa karibu ili kuhakikisha suala la haki na la kudumu linapatikana. Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba anafafanua zaidi. Akizungumza mara baada kusikiliza maelezo kutoka pande zenye mgogoro, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya amesema eneo hilo litabaki bila kuendelezwa hadi pale taratibu zote za kisheria zitakapokamilika. Maeneo haya kwa pande zote mbili, ile pande ya mamangu Biubwa na ya ndugu yangu huyo Wahabu, tuendelee kutulia kwanza, tusifanye chochote hapa kinachohusu maendelezo ya ardhi hii mpaka pale maelekezo mengine yatakapokuja wapi. Lakini niendelee kuiasa jamii yangu ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba kwamba tuache hizi tabia za kuuza maeneo zaidi ya mara moja. Husika wa mgogoro wa eneo hilo kila mmoja wameeleza kuwa anamiliki nyaraka anazodai kuthibitisha haki yake ya umiliki wa eneo hilo. Nilitoka moja kwa moja mpaka wakfu, nikamwambia mhusika aliyekuwepo aitwa Abdallah, sijui kama saizi bado aendelea au kashastaafu, nataka ufike Mkia wa Ng'ombe tuone kwamba lile eneo sije nikaingia kwenye migogoro, mimi siataki. Sisi tukapata taratibu kuwatafuta mzee Sheha, tukampigia simu akatueleza, akasema ni kweli, na Haji ambaye alikuwepo kipindi hicho na yule Haji marehemu, lakini pia na Machano, wakatuambia kwamba eneo hili ni kweli halijauzwa na linamilikiwa na familia hizo. Warathi wa eneo hilo wamekiri kuwa eneo hilo wameuza na kufanua jinsi walivyouza na kusema kila mnunuzi alipewa sehemu yake maalum kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mauziano. Kumbukumbu yangu sisi tulimuuzia mita 60 kwa mita 40. Kwa bahati nzuri tangu kipindi kile ndo huyo mama hajaja ili kuhusu kwenda vile kuhaulisha na watu ardhi. Wakatuambia hiyo 60 kwa 40. Sisi 60 kwa 40 hatujikwenda tukakariri hiyo 60 kwa 40. Lakini siku walikuja hivyo kupanga mipaka nini, si hatujaja. Tunauza mita 60 kwa 40. Sasa huyu Wahabi nimeona kama nani huyu Zaharani, nimeona kama atakayesema hivi ikishauri hajiende kafanya afanyika kwa shikilia kitu hivi. Nikasema hapa ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Halmashauri ya wilaya ya Manyoni mkoani Singida kwa kushirikiana na jeshi la polisi kitengo cha ustawi wa jamii limefanikiwa kupokea jumla ya kesi 582 za ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026. Taarifa zaidi na Jumbe Ismail. Akitoa taarifa ya mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Manyoni Ashura Jumbe akasema halmashauri ya wilaya ya Manyoni kwa kushirikiana na wadau wa Shidefa pamoja na BRAC maendeleo imefanikiwa kutoa elimu ya mapambano ya ukatili wa kijinsia kwa wananchi 5805, watoto 6820 ambao kati yao wasichana ni 3753 na wavulana ni 3060. Kwa mfano mwaka wa fedha ulioisha 25-26 tumeweza kupata kesi za ukatili wa kijinsia 582, lakini pia watoto wengi walipelekezwa kama ambavyo ulivyoona. Kuna mtoto ambaye ana shida, alizaliwa akiwa na usonji, hawezi kutembea, lakini tuliweza kumsaidia akapata kitumwendo. Akizindua vifaa tiba vilivyonunuliwa katika hospitali ya wilaya ya Manyoni, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mang'onda akawakumbusha wataalamu wa idara ya afya kujenga utamaduni wa kutoa elimu kwa wananchi juu ya mapambano dhidi ya magonjwa mbalimbali. Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ya Manyoni, hapa tulipo tumepita katika afua mbalimbali. Tumeona afua ya malaria, tukaona afua ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, tukaona lishe, lakini pia tukapita kule kwa ustawi wa jamii. Tumeona kote huko, tunawashukuru sana jinsi ambavyo mnaendelea kutekeleza hizo afua zote kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Halmashauri
imejiwekea lengo la kuhakikisha inakuwa na jamii isiyojihusisha na matumizi wala biashara ya dawa za kulevya ili kuwa na taifa lenye maendeleo endelevu. Kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, mjumbe Ismail wa Channel 10. Wizara ya Madini nchini imeyataka makampuni makubwa ya kigeni yaliyowekeza katika sekta ya madini kuzingatia sheria za nchi ili kuepusha ukiukaji wa sheria na miongozo ya mikataba ya uwekezaji wa madini. Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatueleza zaidi. Ni siku 3 za jukwaa la 5 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo Anthony Mavunde akionyesha kusikitishwa na baadhi ya tabia za ukiukaji wa sheria za uwekezaji. Na hakuna wakati mwingine wowote sheria hizi, kanuni hizi zinaweza kupindishwa kwa ajili ya kampuni moja ili kuweza kufanikisha malengo. Haiwezekani. Ukitaka uwe rafiki wa wizara na comply, no shortcut. Tunataka watu wote wafuate taratibu tulizoziweka. Sheria za nchi ya Tanzania ziheshimiwe. Sheria hizi zimetungwa na chombo kikubwa cha bunge. Kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye kama rais wetu amekuwa ni kichocheo kikubwa sana kwa kuhamasisha wachimbaji wadogo ambao leo tunazidi kuongezeka. Zamani ilikuwa kufikia mchimba madini ilikuwa inaonekana ni mtu ambaye mwenye kazi ya hali ya chini sana. Umuhimu wa jukwaa hili linaloongozwa na kauli mbiu isemayo kutoka majadiliano hadi utekelezaji, kujenga sekta imara ya madini kupitia ushirikishwaji wa Tanzania na uanzishwaji wa viwanda unawainua wadau wa madini. Tuungane nao upande wa madini kwa upande wa uzalishaji, wa wachimbaji wao wengi zaidi na zaidi, kwa sababu ni wizara ambayo sasa hivi na uzalishaji mzuri na Watanzania kwa wingi wamepata ajira. Mimi binafsi kupitia jukwaa hili nimeweza kufaidika kwa sababu nimeshaweza kuagiza mitambo, nimeshaweza kupata mitambo ya kuweza kuchimba na kunisaidia katika uchimbaji. Lakini pia unajua kwamba wenzako wanafanya nini. SkyPM Solution tunahusika kwenye kutoa services za tafiti za madini. Kwanza itamrahisishia yeye anakuwa comfortable kwamba najua ninapochimba nikifikia mita 40 basi nitaufikia ule mambo wa uzalishaji kwa taarifa ambazo tutampa. Tumeingia kwenye biashara kama hii ya mabomba. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaosema uwekezaji kwa viwanda. Leo viwanda hivi vitaleta ajira nyingi. Jukwaa la 5 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini limehusisha maonesho ya bidhaa za uchimbaji wa madini zinazotumika kama kielelezo kwa wachimbaji kuanza kutumia zana za kisasa. Henry Kavirondo, Channel 10. Shukrani sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Na wagombea wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wataopambana katika mdahalo utakaofanyika kwenye ukumbi wa Baraza Kuu la umoja huo wiki moja kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa uteuzi wa nafasi hiyo. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mdahalo huo utatoa fursa ya kipekee ya kufahamu mawazo, vipaumbele na maono ya uongozi wa wagombea hao, ambapo watapewa dakika 90 za kujibu maswali kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Mdahalo huo umeanza leo na kutangazwa mubashara na kituo cha televisheni cha Bloomberg, ikiwa ni nafasi ya kumrithi katibu mkuu anayemaliza muda wake Antonio Guterres. Wagombea ni Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Grespan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo basi inatufungia kwa upande huo wa kitaifa na kimataifa. Muda mfupi tutarejea kwa ajili ya habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.